Yeah, ni Alhamisi nyingine wanasema ni Throwback Thursday. Yani moja ya siku ambayo watu tunaitumia sana katika kurejea baadhi ya matukio makubwa ambayo yaliwahi kutokea katika maisha yetu. Ni tukio gani ambalo wewe unalikumbuka zaidi? Unaweza ka drop tu chini hapo kwenye comment. Mtazamaji wa Dada Sports, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ni wakati mwingine tena ninakukaribisha. Mimi na mwenzangu Adamu, Hasani Saddam, tunao mengi ya kimichezo ambayo tunakwenda kuyajadili hapa, lakini kubwa zaidi huenda ukatuona kama tunapendelea, lakini ndiko ambako kunazungumzwa sana kule mitaa ya Twiga na Jangwani. Kuna mambo ambayo yanazungumzwa sana kule, na taarifa za mwisho kabisa ambazo tunazipokea ni kuhusiana na nini ambacho viongozi wamekuwa wakizungumza na wachezaji wa klabu ya Young Africans, lakini baadhi ya maoni ambayo wamekuwa wakiyatoa baadhi ya wadau wa soka, jambo ambalo limetufanya sisi kusogea mbele ya screen yako na kuzungumza na wewe mtazamaji wa Dada Sports. Bwana, Jaba Solution hawa ndio wanaotupa nguvu katika muda huu hapa. Jaba Solution wamehakikishia Watanzania wale wote ambao wamekuwa wakiagiza mizigo yao kutoka Guangzhou, China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Jaba Solution wanakuhakikishia pia uonekano wako. Wengine wanasema handsome boys, beautiful girls, wale ambao mtakuwa katika ardhi ya China kule, kuna barbershop ambazo zinakuwa zinatengeneza muonekano wako unaonekana vizuri kabisa. Kwa hiyo wasiliana nao Jaba Solution kama unahitaji kuagiza bidhaa kutoka China, lakini pia kama unahitaji huduma hiyo upo katika ardhi ya China, kwa sababu tunaamini tunafuatiliwa na watu ambao wapo nje pia mipaka ya Tanzania. Jaba Solution, mabingwa usafirishaji kutoka katika ardhi ya China mpaka katika ardhi ya Tanzania kwa bidhaa zote ambazo wewe utaweza kuziagiza. Ndani ya Dada Sports, Hasani Saddam, uko vizuri ndugu yangu? Bana, niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tabasamu la kutosha. Jamani, nikuulize swali, ulisema Alhamisi ni ya throwback, si ndio? Watu tunaita TBT ya Throwback Thursday. Tuulizane kidogo, kwa nini ilianzishwa? Ilikuwa inalenga nini na ina historia gani nyuma? Sijajua, unajua sisi binadamu kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinaibuka tu. Baadaye vinarasimishwa. Sawa, sababu ukianza kutafuta ni nani alianzisha inaweza kawa changamoto. Lakini tumejikuta imekuwa hivyo. Yani ikifika Alhamisi watu wana posti baadhi ya vitu ambavyo na umekuwa utamaduni mkubwa sana. Na of course mimi ni kitu kizuri. Ina sound fresh kwanza. Throwback Thursday. Watu wa football tarehe kama ya leo ambayo tunaizungumza, mwezi kama huu ya leo kutokea makubwa. Tutamwendea itakuwa ni siku nyingine. Tarehe 20 ngapi ya leo kulitokea kitu gani? Cha mpira. Okay. Tutawaandikia pale chini, wataikuta. Watufuatilie tu, cha msingi watufuatilie Data Sports. Wataikuta katika mitandao yetu ya kijamii. Tutawaambia Alhamisi ya leo kama hii kule kutokea nini kwenye huu mpira wa Tanzania. Hamna shida. Bwana, ni kutokea mitaa Twiga na Jangwani kule, tunagusa pale ambako inaelezwa kuwa kwa sasa hivi viongozi wapo karibu sana na wachezaji wa Young Africans. Unaweza kusema nchi imechachamaa. Kwa upande no, ukisema nchi hapo unajumuisha watu wote. Kwa upande wa Young. Kwa upande wa Young Africans, sababu sio kila mtu ni mshabiki wa Young Africans. Mashabiki, viongozi, wachezaji. Kuna tension kubwa sana ambayo wako nayo, na ukifuatia kwa sasa hivi wapinzani wao wanaonekana kama vile karata yani tunasema ile karata ya kung'ara iko upande wao sana kuliko wao, jambo ambalo tunafahamu kuhusiana na nature ya soka la nchini Tanzania. Young Africans kwa sasa hivi wanaonekana kwanza wana tension ya matokeo, wana tension pia mpinzani wao kufanya vizuri, lakini pia wana tension kutokana na kile ambacho kilishawahi kutokea nyuma. Kwa hiyo ipo ile hofu ambayo baadhi ya wengine wanaona huenda ikaenda ikatokea the same. Na tunaweza tukajadili ya kwamba umekuwa ni mpango mmoja mzuri wa viongozi wa Young Africans kuzungumza sana na wachezaji wao, kwa maana ya licha kocha Patrick Mabedi kuongea sana na kuweka mbinu zaidi, lakini pia naye pia anazungumza kama coach, lakini inarudi kwa viongozi, yani kwamba ile wachezaji wakikaa wakamwona Engineer Hersi, wakamwona Rafati Haji, namna gani ambavyo baada ya mazoezi wanakaa chini wanazungumza, guys ni hivi na hivi na hivi. Kuna namna ambavyo ile spirit ya upambanaji inaendelea kutengenezwa zaidi na zaidi kwa wachezaji wa Young Africans, na huenda tukaona makubwa sana kwenye mchezo wa dhidi ya Silver Strikers, na wakishinda pale ile confidence ya Young Africans msimu huu inaweza ikawa kubwa sana. Na huenda ndipo ambako
starting point ya Yanga kufanya vizuri zaidi na zaidi msimu huu ikaanzia pale, si ndio? Ndio tumsifu kwanza Engineer Hersi, amekuwa na hicho kitu na anakifanya kwa ueledi wake mkubwa sana. Popote timu ilipo yuko na viongozi, yuko na wachezaji, yuko na viongozi, iwe mazoezi iwe nini. Can you imagine alikuwa Marekani, kama unakumbuka last time nafikiri ni FIFA World Cup kama sikosei, lakini aliwahi kufika finali ya visiwani Zanzibar, FIFA Club World Cup ya. Alikuwepo, lakini aliweza kuwahi kufika katika mchezo wa Young Africans na Singida Black Stars uliochezwa visiwani Zanzibar. Okay. Na aliwahi before, yani akahudhuria mazoezi ya jioni kwa mkia mchezo. Kwa hiyo tuseme ni utamaduni wa Engineer Hersi kuwa na ukaribu zaidi na wachezaji. Leo hii fuatilia scenario ya wachezaji wote walioondoka Young Africans pale, ukimuuliza kila mtu anakuambia wana ukaribu mkubwa na Engineer kutokana kwamba wanazungumza. Sasa hichi kidendo unachokuelekea mchezo huu ambao una intention kubwa kitawasaidia sana kuwarudisha wachezaji mchezoni. Ukiachana wachezaji wanaweza kuchukulia kitu kawaida, yes, lakini sasa wanaopata tabu ni mashabiki huku nje, kama umeweza kusikia wameomba bure, waingie bure uwanjani. Lengo sio bure, lengo ni wawepo wengi. Ina maana kama wangeleka vingilio, kuna labda watu wako hali za chini ambao labda wasingeweza kufanyaje kumudu vile vingilio. Kwa hiyo ina maana mtu anaipenda Yanga yake iko radhi imetelea, amepata ofa ni bure, aenda akaipe support timu yake. Kwa hiyo ina maana Engineer Hersi kazi yake kubwa sasa hii kukutana na viongozi na wachezaji ni kuendelea kuwatia morali. Jamani, mna kazi moja mbili, watu wako nyuma huku wanategemea makubwa kutoka kwenu. Kwa hiyo ile motisha ya viongozi na nini kuwepo muda kwa muda, labda unaweza kukuta katikati, labda unaweza kusema kocha ameondoka ambaye alikuwa kama kocha mkuu Romain Folz, you never know, enda labda kuna matatizo ndani yanaendelea lakini hayafahamiki. Kwa sasa uwepo wa viongozi karibu na kocha mpya aliyekabidhiwa majukumu unawasaidia sasa wachezaji kutengeneza chemistry nyingine mpya ambayo itakuja kuwasaidia kwenye mchezo wa Jumamosi ambao nchi nzima, ukiachana na Young Africans, bado nchi nzima inautazama ule mchezo kwa ukubwa wake. Pengine ni mchezo ambao una tension kubwa sana. Ukiweka mchezo wa Young Africans, hata wa Azam pia ukiuangalia bado, na Singida Black Stars. Game ya Simba ni watu kama tumeshaona unaona kama Simba kashafu. Ukiweka na background ya Simba unaona kabisa Simba kashafu. Mimi kama ni mechi mbili pekee ambazo zina ushindani weekend hii, ambayo ni Black Stars dhidi ya Flamingo ya Burundi, alafu na Yanga. Sasa Yanga ndio kubwa, Yanga na Silver Strikers. Lakini ukisema Azam na KMKM ya visiwani Zanzibar, nafikiri Azam na Simba unaweza kukaa sahani moja, kwa sababu wao nahisi michezo yao tunaenda tukamilisha kama unavyosema uamini dakika 90, lakini dhidi ya Singizini Hotspurs na Simba kwamba uziamini dakika 90. The same kwa KMKM, sioni kama wanaweza kubadilisha mchezo dhidi ya Azam. Natarajia kuona goli nyingine zikiendelea. Okay, kwenye mchezo dhidi ya KMKM na Azam na Simba dhidi ya Singizini, hao wawili naona wao walishamaliza biashara yao. Okay. Biashara inabaki sasa kwenye mchezo sasa wa taifa. Mimi naweza nikauita mchezo wa taifa kwa sababu intention iko pale. Moja kitu ambacho kinawawazisha watu Asani ni background ya Young Africans. And the last time Young Africans kwa kwenye situation kama haka haijafanana kwa maana ya stage, lakini ka situation tu kama haka kakuhitaji kutoka stage moja kwenda stage nyingine, ilikuwa ni dhidi ya MC Alger. Just one goal Young Africans alikuwa anatafuta, one goal ilishindikana kwenye ile game. Sio, unanielewa vizuri game dhidi ya Mamelodi the same, Benjamin Mkapa Yanga anaanzia akashindwa kupata matokeo, sawa basi Usma ile finali Young Africans anashindwa kupata matokeo. So hizi ni baadhi ya vitu ambavyo watu wakiwa wanavirejea wanaangalia na situation ambayo iko mbele, ambayo kwa sasa hivi inahitaji goli moja tu, then tupate lingine, then tuende hatua inayofuata. Kinachonipa imani kwamba Young Africans wanaweza kumove kwa sasa hivi, mimi naamini hivyo. Yani sasa hivi Young Africans anaweza kumove ni kwanza kocha akashaondoka, ambayo ilikuwa inaonekana kama mfumo wake ni mgumu, jambo la kwanza. Hili linaenda kutengeneza ugumu kwa wapinzani kutokujua kocha aliopo kwa sasa hivi, kwa maana Patrick Mabedi anakuja vipi sasa hivi, sio, unanielewa, kwa sababu hawajamuona kwenye game yoyote. Sababu kiwa kocha msaidizi, wewe ni msaidizi wa kocha mkuu, ila anaitoa maelekezo na mfumo gani na strategies zipi as a team tunaenda kucheza ni kocha mkuu, sawa. Kwa hiyo sasa hivi Silver Strikers hawajui Young Africans anakuja na tactic gani, sawa. Ila Young Africans
kashajua Silver Strikers ni aina gani ya team for the first game, kwa sababu Silver Strikers alicheza vizuri second half. Yaani ule ndio yeye sasa. Ile game. Si unaelewa Alafu Silver Strikers kacheza juzi kati hapa. Na uchizi Vambo, uchizi Vunga yes. Katia chuma ile juzi na kawa man of the match. Sawa? Kwa hiyo labda kitu ambacho watakuwa na advantage nacho Silver Strikers ni kujua wachezaji hatari ni wakina nani. The issue is hawa wachezaji hatari kwenye huu mfumo ambao mwalimu mpya tumfahamu wanakuja vipi? Sijui unanielewa. Inawezekana ukategemea Pacome atatokea pembeni. Pacome kaingia katikati. Sio unanielewa Inawezekana ukasema Dumbi anaweza akacheza namba 10. Hilo ukashangaa Dumbi hiyo game hajaanza. Tumemwona Max Zengela anashuka chini anarudi mpaka Max ile si free role player. Unashangaa labda this time amesogeza amebadilishwa majukumu. Kwa hiyo advantage ya kwanza ambayo mimi inanipa imani kwamba Young Africans anafuzu hatua inayofuata ni kuondoka kwa Mwalimu Romain Folz. Kumewapa nafasi ngumu Silver Strikers kujua Young Africans wanakujaje. Licha ya kwamba watakuwa wanajua dangerous players wa Young Africans ni hawa na hawa. Lakini je, kwenye mfumo huu wa huyu mwalimu aliopo wanakuja kufanya nini? Je, wakicheza tofauti itakuwaje? Sijui unanielewa. Lakini faida nyingine ni kwamba Young Africans tayari kashajua Silver Strikers ni timu ya aina gani. Tena second half ndo aliona vizuri Silver Strikers. Sawa. And the last thing is ni game ambayo ina heshima kwa Young Africans. Yani game ambayo itaanza sasa gari la Young Africans kuanza kuwaka vizuri ni kwa sababu akishampiga Silver Strikers za kutosha, akamtoa akamweka pembeni, akaenda makundi, confidence inapanda. Ikishapanda kwa wale walioko mbele yake, maana wachezaji wanaanza kuwa na imani ya kwamba huko kote tuliteleza. Sasa hapa ndo tumeanza kazi rasmi. Kwa hiyo ukiweka na mwalimu mpya ambaye anakuja dono walisema ni siku 3 baadaye. Ndio. Siku 3 baadaye. Kuna hali fulani ya kupambanaji itaongezeka kwa wachezaji wa Young Africans. Mimi nafikiri zinikawa kinyume na yeye kidogo tu kwa pointi mbili. Romain Folz ameondoka ndio. Silver Strikers wanakuja Tanzania. Mimi natarajia kuona timu zote ni mpya mbili uwanjani. Haijalishi Patrick Vitando kama wanavyomuita alikuwepo, aliwaona Silver Strikers wakati wanacheza kipindi cha pili na cha kwanza. Natarajia mpira utabadilika. Kwa nini? Kiscenario labda huenda mifumo aliyokuwa anaitumia Romain Folz akiwa na Young Africans sio Patrick atakayokuja kuitumia wakati anacheza. Cha kwanza kwa hiyo kutakuwa kuna mabadiliko. Mimi natarajia kuona mabadiliko. Sasa hapo muungana na mimi, hujanipinga. Nataka sasa nikupinge kwenye scenario ya kuniambia kwamba mimi lengo la kutaka kupinga ni liko moja, sehemu moja tu, upande wa Young Africans kusema kwamba wana advantage ya kocha kuondoka inaweza ikawasaidia. Okay. Mimi nawaza labda aliwezi likawa anguko baada ya kocha kuondoka. Yaani kocha kuondoka leo anguko. Kocha kuondoka leo anguko. Yaani wachezaji wa Young Africans. Kuna mtu mmoja aliniambia hivi, ni mtaalamu wangu wa soka. Dominic Salamba aliniambia hivi, wachezaji wa Young Africans hata ukimwambia utayari sio ni hawa hapa, peleka timu uwanjani wanaenda kucheza. Yaani sio wachezaji ambao wanahitaji maelekezo mengi ili waende wakatimize majukumu. Labda tu hicho wanachowapa wao waende wakakitimize uwanjani. Ndio ikawa changamoto kwa Young Africans kukifanya. Kwa kwenye huo mchezo tutarajie mbinu zisiwe nyingi za mwalimu. Tutarajie uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kuamua matokeo. Yaani mbinu ya mwalimu ipo. Ndio. Utekelezaji wa hiyo mbinu ina depend na aina ya wachezaji ambao wapo kwenye timu. Ndio. Sio unanielewa vizuri? Kwa hiyo tuseme uwezo wa mchezaji mmoja unaweza. Yaani uwezo wa mchezaji ni muhimu. Ndio. Mbinu za mwalimu ni muhimu pia. Kwa sababu mbinu za mwalimu ni strategies pia nyingine ya kumwini mpinzani. Naam. Sio unanielewa vizuri? Uwezo wewe mchezaji Pacome, Dumbi na nani? Uwezo wako binafsi ni muhimu pia. Pacome afundishwe kupiga chenga. Ndio. Dumbi afundishwe kupiga chenga. Andy Boyle aambiwe hivi, sasa huu mpira umekuja hivi, weka kichwa chako hivi, afu upige hivi. Hamna. Unaambiwa hivi, stay at this position, mpira ukipigwa wewe uwe kwenye nafasi hii. Hata wachezaji wa Arsenal
Justus tumeshinda goli 4, si ndio? Goli 4. Goli la kwanza anapiga anapiga Gabriel Magalhaes. Sawa? Gabriel hafundishwi kwamba kichwa kinapigwa hivi. Ila angalia wakati Declan Rice anapiga ile free kick, yes. Mpira ukiwa ardhini, wewe njoo kuwa kwenye hii position. Mpira ukianza kufly, yani ule mpira umetoka kwenye nyasi una fly hivi, wewe toka kwenye position, njoo kwenye position hii. Kwa hiyo ability ya wewe kupiga kichwa, hiyo ni ya kwako binafsi. Ndio tunasema sasa huo ndio uwezo wa mchezaji binafsi. Sawa? Ila mwalimu anakupa tu mbinu ya namna gani ambavyo unaweza ukatimiza huo uwezo wako. Right? Kwa hata Pacome hafundishwi sasa Pacome minya hivi, afu geuza Pacome ukiwa unapiga chenga, unaweza kubadilisha mwelekeo. Ukiona wamekuja wawili, tani ingia hivi. Sio kwa uwezo wako, mwalimu anakupa mbinu ambazo utazitumia uende ukatekeleze. Sawa? Kwa hiyo mimi my point uko sahihi, unaweza kuwa unanipinga. Lakini my point is Patrick Mabedi ni advantage mojawapo kwa Yanga. Kwa sababu hawa Silver Strikers lazima 15 za kwanza wajue Young Africans ameingia vipi hii leo. Huyu sio Yanga ambaye tulicheza naye. Yes, ndio maana nikasema timu zote zitakuwa mpya uwanjani kwanza. Ukiachana Silver Strikers unawafahamu, lakini Silver Strikers wa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ni watu wawili. Sasa Silver Strikers wa kipindi cha kwanza na cha pili wote unawastadi. Kwa hiyo Yanga anamsoma Silver Strikers wa kipindi cha kwanza, aliniachia uhuru fresh. Sawa? Silver Strikers wa second half huenda ndio huyu ambaye anaenda kucheza naye. Kwa hiyo cheza naye hivi. Naamini Silver Strikers atakuja kwanza kumheshimu Yanga. La kwanza hilo kwamba yuko ugenini. Young Africans this time hatofunguka kama alivyoanza kufunguka kipindi cha pili. Tunatarajia kumuona Silver Strikers akicheza mpira kama aliocheza wa kipindi cha kwanza na Young African. Kwa sababu kwanza ni kumheshimu Young Africans, la kwanza hilo. Akishamheshimu Yanga, then ndipo naye atakuja kujipanga upe baada ya kumsoma mwalimu ana mfumo gani mpya alokuja nao. Kwa hiyo tunatarajia mpira wakati ambao unamsoma mwalimu, wakati ambao unamsoma mwalimu uende ushapigwa chuma 3. Wakati huo wewe ambao unamsoma mwalimu. Na kitu ambacho Young Africans wanakijua, dakika 15 za kwanza ni kumsaka mpaka atoe goli moja. Ukishamfunga tu hatokaa tena kwenye mfumo alioingia nao. Lazima atashift huyu mtu. Hamna wakati mbaya ambao goli limetoka kufungwa. It is either ufungwe wewe tena au ile goli lirudishwe. Sio, unaelewa vizuri kwa ndivyo ambavyo inakuwa. Kwa Young Africans inawezekana mentality yao ikawa ni hawa watu wakija watadefend. Obviously ndio inakuwa game plan ya kwanza. Unawasoma kwamba hawa watu wakija watadefend ya kwanza. 2, hawa watu wakija wanaweza kaja kwa kutushambulia kwamba wakaamua kufunguka, wasikae nyuma. Kwa hiyo ni vitu viwili unaviweka kwenye wachezaji wako. Mnatakiwa mvijue hivi. Right? Wakiingia na namna hii ya kudefend tutawashambulia hivi. Wakiingia na namna hii ya kwamba wamecheza kwa kufunguka pia tutawashambulia namna hii. Shambulia hivi. Ndio maana sasa hebu umenisikiliza vizuri, angalia advantage anayo nani? Advantage zote mbili anazo Yanga. Sio kama mchezo huu, sio kama of course tunazungumzia mchezo huu. Lakini hofu na mashaka leo kuja nao mimi ninapozungumza, tunatarajia kwamba mbinu za mwalimu ambazo ameziimpact kwa sasa zitakuwa rasmi zimekaa vichwani. Yaani Patrick Mabedi sasa hivi anaweka mbinu yake kulingana na uwezo wa mchezaji mmoja. Sio, unanielewa vizuri? Yaani uwezo wa mchezaji mmoja. And the target ya game ni nini? Yaani as a coach kuna vitu unaweza ukafanya tu kusimplify ili mambo yaende vizuri. Sio, unanielewa vizuri? Yaani hawezi sasa hivi sijui aanze sasa wazee tuna shift kutoka 4-3-3 tunaenda kwenye 4-5 sijui ngapi. Watu wako wanatumia 4-2-3-1. Tunarudi pale 4-2-3-1. Viungo wawili katikati, double pivot, wachezaji watatu mbele, mmoja mbele. Tuna defend vipi hivi? Tuna attack vipi hivi? Kwenye defensive transition tutafanyaje hivi? Offensive transition tutafanyaje hivi? Watu wakiingia hivi tunawamanage hivi. Ila kumbuka one target ni hivi. 15 minutes lazima tuwasake watupe goli moja. Wakishatupa goli moja watafunguka tu. Wakishafunguka tutapata mengine. Tuondoke na imani kwamba dakika 15 za mwanzo Young Africans ndizo ambazo wanahitaji mchezo zaidi. Hizo ndizo ambazo Young Africans hatakiwi kupoa nazo. At the time labda Silver Strikers wameweza kumuini zile dakika 15 hajafungwa goli, unaona mchezo unakuwa. Maana game ile
kinachofuata pale huwa ni Silva confidence yake inaanza kupanda kidogo inaanza kupanda. Ikiisha first half hujamfunga, akirudi second half game inaweza kuwa very tough, lakini inawezekana kufunga. Ila strategy zako ambazo uliziweka ambazo ulikuwa unaona ni rahisi kuweza kuwafungua kwenye zile dakika 45 za kwanza ikawa ni ngumu, yani zikawa ngumu kuwa applied. Sio, unanielewa? Yeah. So mtazamaji wa Dada Sports, kwa tunazungumza bwana kimichezo hapa na kuhusiana na mabingwa Young Africans. Huenda mchezo wao dhidi ya Silver Strikers ndio mchezo ambao watu wengi sana tumeweka macho pale kuliko hata mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini, kutokana pia na matokeo ambayo mnyama alisha yapata kule nchini Eswatini, lakini pia background ya mnyama inapofika sala la wewe kufuzu kwenda hatua inayofuata anakuaga binadamu wa aina nyingine kabisa. Hilo watu wote tunalifahamu. Kauli yao hatujaridhika. Oroya alikujaga pale akala chuma 7 Oroya. 7 mnyama anaitafuta robo finali Famasial. Afu msimu Simba alikuwa ameanza vibaya kweli. Alianza kafungwa na huyu Oroya amecheki ya kwanza tu anafungwa. Alikuja alianza game dhidi ya Raja Athletic. Akapigwa chuma 3 hapa kwa Mkapa. Sio kwamba alianzia Oroya akafungwa kimoja ndo akarudi akaja kala 3. Alianzia hapa Benjamin Mkapa, Simba akina Saidon Tibazongi za hiyo. Akala 3 akaenda kule akaja akapiga kimoja. Safari akaanza Vipers akampiga chuma moja. Command away. Baada ya kumfunga karudi Oroya akamalizana naye. Bwana ni Young Africans nani anaweza kufanya makubwa. Yes, bwana kwa wakati mwingine tena tutakutana. Kwa sasa hivi naomba niseme bye.